Jilux Radio, hapa penyewe. Hiyo ng'ombe kama wewe unataka ng'ombe na ataweza kukunulia ng'ombe. Tunaenda tunanunua mbegu mahali haijasajiliwa. Tunanunua mbegu, tunakuta mbegu ni gushi, watu hawana ufahamu. Wakulima wapewa mafunzo kuhusu namna ya kubaini mbegu ambazo ni halisi msimu huu wa upanzi. Mwanafunzi wa chuo kikuu cha Multimedia patikana amewawa na mwili wake kutupwa ndani ya tenki la maji. Usimamizi wa chuo kikuu cha Moi watangaza mpango wa kuwafuta kazi baadhi ya wafanyikazi. John Wanyonyi. Karibu kwenye Dira ya Jilux, awamu hii ni ya saa 7 mchana. Rais William Ruto amezindua mpango wa kuwaunganisha wakazi wa kaunti ya Nyandarua na stima ikiwa ni kwenye vijiji mbalimbali. Leo ikiwa ni siku ya 3 ya ziara yake eneo hilo la Mount Kenya, rais pia ametoa ahadi ya kwamba atakamilisha miradi mbalimbali kwenye kaunti ya Nyandarua ikiwemo barabara wodi ambayo inaendelea kujengwa katika hospitali kuu ya JM Memorial, usambazaji wa nguvu za umeme na kuumaliza uga wa michezo wa kisasa wa mji wa Olkao eneo hilo. Salimia watu Bwana Yesu asifiwe. Watu wa injinia, mimi nimeona hii mabango yenu, sasa wekeni chini kidogo polepole, alafu nitajibu mambo yenu baadaye. Mimi nimefika hapa kwa sababu kuna kazi mlinituma. Leo mimi nimekuja hapa na waziri wa mambo ya stima na niko na principal secretary wa mambo ya stima, na nimewaambia kwa sababu tayari nimetafuta pesa shilingi bilioni 1.6 tuwawekee stima watu 14,000 wapya, na nimesema hiyo kazi ya kuunganisha stima kwa watu wa Nyandarua ikamilike kabla ya Novemba this year, ndio hawa watu wawashe stima kwao. Stima ni haki ya kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Rais Ruto katika ziara ya leo pale Nyandarua ameandamana na naibu wake Kithure Kindiki, gavana wa kaunti ya Nyandarua Daktari Moses Kiara Badilisha, mbunge wa kule Olkalau David Kiaraho, waziri wa kawi Opiyo Wandayi, mwenyekiti wa KRA Nderitu Murithi, waziri William Kaboko, mbunge Faith Kitau, miongoni mwa viongozi wengine. Hata hivyo, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah ambaye aliandamana amekabiliwa na wakati mgumu sana wa kuwahutubia wananchi baada ya wananchi kukatalia kwa umbali hotuba yake. Miaka 10 Rais Ruto alikuwa anasema yesa kwa Uhuru Kenyatta. Rais Ruto alikuwa anasema yesa kwa Uhuru Kenyatta, na Mungu sasa amembariki, ndio rais yetu. Kwa hivyo mimi nataka mnikubalie, hata mimi nisaidie rais na niseme yes sir, niseme yes, niseme yes, niseme yes. Asanteni sana, Mungu awabariki. Jilux Radio, stesheni ya ukweli. Radio Super Fine. Polisi eneo la Nang'ata hapa Nairobi wameanzisha uchunguzi kuhusu kifo tatanishi cha mwanafunzi msichana wa mwaka wa kwanza kwenye chuo cha Multimedia. Mwanafunzi huyo msichana kwa jina Sylvia Kemuto, mwili wake ulipatikana umetupwa ndani ya tengi la maji ndani ya chuo hiyo jana jioni. Kamanda wa polisi kaunti ya Nairobi George Seda amesema maafisa wa polisi walijulishwa kupatikana kwa mwili wa msichana huyo Kemuto ambaye alitoweka Jumapili. Seda amesema ameshuku mwanafunzi huyo aliwawa kwa kufunikwa pua na mdomo ili kunyimwa hewa, kisha mwili wake ukatupwa kwenye tengi hilo la maji. Na sasa polisi wanafuatilia mpenzi wa msichana huyo ambaye bado hajapatikana na mashahidi pale chuoni kudai kwamba walimuona akitokea katika chumba cha mhasiriwa. Mwili wa Sylvia umesafirishwa hadi hifadhi ya maiti ya City hapa Nairobi ambapo utafanyiwa upasuaji kwa lengo la kuthibitisha kilichosababisha kifo chake. Kule Eldoret, mahakama kuu imewafunga jela kifungu cha miaka 25 kwenye gereza watu 4 baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mwanafunzi wa kidato cha 4 Juliet Ayeta, Benjamin Jenga, Paul Oside na George Gregory Mohori. Walipatikana na hatia ya kumuua Mohamed Ismail kwa madai kwamba alikuwa amehusika na wizi wa simu. Mwanafunzi huyo inadaiwa alipigwa na umma, japo picha kutoka kwa kamera za CCTV zilizowasilishwa mahakamani kama ushahidi wakati wa kusikizwa kwa kesi hiyo zilionyesha 4 hao ambao walishtakiwa wakihusika wakimshambulia huyo kijana wa miaka 19 na kumwacha na majeraha ambayo yalisababisha kifo chake baadaye. 4 hao wanadaiwa kutekeleza kitendo hicho tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2023 kwenye mtaa wa West Indies katika viunga vya mji wa Eldoret.
Akitoa hukumu hiyo, Jaji Ruben Nyakundi amesema kwamba upande wa mashtaka umewasilisha ushahidi wa kutosha kuthibitisha kwamba ni wanne hao ndio walihusika katika kumuua yule mwanafunzi. Walipewa siku 4 kukata rufaa dhidi ya uamuzi huu. Jlux Radio, stesheni ya ukweli. Radio super fine. Chuo Kikuu cha Moi Eldoret kina mpango wa kupunguza wafanyikazi pale chuoni, hatua ambayo pia itaadhiri wahadhiri kwenye chuo hicho. Kwenye notisi iliyotolewa na kutiwa sahihi na kaimu naibu chancellor kwenye Moi University Professor Kiplangat Kotut, hatua hiyo inatokana na kupungua kwa fedha ya kimapato kutokana na kupungua kwa idadi ya wanafunzi, na hivyo hali ambayo imesababishwa chuo hicho kukumbwa na changamoto za kifedha. Kotut amesema kwamba watatekeleza shughuli hiyo kwa mujibu wa sheria na kuhakikisha kwamba wale ambao wataathirika watalipwa malipo yao yote. Mwezi uliopita chuo hicho ambacho kinakumbwa na changamoto za kifedha kimewapiga kalamu wafanyakazi 300 vibarua na kusababisha lalama kutoka kwa wenyeji, hasa eneo la Kesesi. Afisa mkuu wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi hapa nchini EACC Abdi Mohamud amependekeza kuundwa kwa bodi ya kitaifa kuwaajiri wafanyakazi katika serikali za kaunti. Mohamud anasema bodi hiyo itamaliza tabia za serikali za kaunti kuzidi kuajiri wafanyakazi zaidi na hivyo kusababisha pesa nyingi za umma kutumika kulipa mishahara badala ya kufanya maendeleo. Akizungumza kwenye kikao kati ya EACC na wahariri kupitia kundi lao la KAG ama Editors Guild, mkurugenzi huyo amesema baadhi ya bodi za kuajiri wafanyikazi kwenye kaunti zinatumiwa na serikali za kaunti kuajiri wafanyikazi bila kufuata mikakati ya kisheria. We have recommended few solutions, one of them being that should we have one centralized public service board as opposed to having 47 public service boards. We know in the national government we have the commission, the Public Service Commission. We have something similar to that so that we remove control of employment, deployment, transfers from the county governor to a central body that actually manages all the staff within the public, within the county public. Naam, tukiangazia habari tofauti. Jlux Radio, stesheni ya ukweli. Radio super fine. Shirika la kudhamini ubora wa mimea hapa nchini KEVIS limeendeleza kampeni ya kuwahamasisha wakulima katika eneo la Rombo kule Kajiado kuhusu umuhimu wa kutumia mbegu zilizoidhinishwa ili kuimarisha mazao ambayo wanavuna shambani. Kwenye kikao na wakulima wamekiri kwamba changamoto ya kutumia mbegu gushi ambayo hupenyeza hapa nchini kupitia vichochoro kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania imechangia kudorora kwa mavuno na hivyo kusababisha hasara. Hata hivyo, KEVIS wamesema wataendelea kushirikiana na asasi za usalama pale Loitoktok kupambana na wale ambao wanaingiza mbegu gushi nchini. Wanawataka wakulima kuhakikisha kwamba wanatumia mbegu ambazo ni sahihi zilizofanyiwa utafiti na kuidhinishwa. Tunaenda tunanunua mbegu mahali haijasajiliwa, hatukuwa tunajua, lakini leo tumefundishwa vizuri na hata tumeshasajiliwa hapa hiyo mbegu. Tunanunua mbegu, tunakuta mbegu ni gushi, watu hawana ufahamu. Lakini kupitia KEVIS wamekuja wakatuletea mafunzo, wametuelimisha mambo mazuri kwamba unaangalia mbegu lazima uwe unajua kwamba mbegu kama ni original lazima hiyo na lebo ya KEVIS, ya KEBS. Naangalia una scratch. Ukiscratch unapata hiyo code, unatuma inakuambia kama mbegu ni valid. Hii area ya Loitoktok ni kweli tumekuwa na kesi 5 za mbegu hivi karibuni. Na wengine wameshapigwa fine na kufungwa. Ile kitu tunafuatilia ni kila wakati tunafanya what we call multi-agency approach and surveillance. Tunapita kwa borders tukiangalia those smuggling routes ambazo wanapitisha hizo fake seeds. Baada ya vilio vya kuondolewa kikosi maalum cha usalama eneo la Baragoi kutanda, viongozi na wakaazi wanashinikiza kurejeshwa kwa kikosi hicho kushika doria kule Baragoi, kaunti ya Samburu ili kurejesha usalama. Mwandishi wetu Jerry Seme anatuarifu zaidi. Kuchipuza upya kwa visa vya wizi wa mifugo na mauaji ya wakazi kukizidisha hofu miongoni mwa wakazi wa Baragoi, Samburu Kaskazini na maeneo mengine yanayokumbwa na hali tete ya usalama kaunti ya Samburu. Wakazi wamekuwa na kilio kwa serikali. Mambo ya security, hata leo sasa nikisimama hapa kuna wale wamesikwa leo pora. Leo nikisimama hapa kuna wale wameuliwa jana pia.
Sasa tukisema masomo bila security tutasoma aje? Lazima security iwe. Unakuta watu wameenda wamepigana kwa sababu ya ng'ombe, lakini ukisomesha kijana ama mtoto wako atakunulia hiyo ng'ombe kama wewe unataka ng'ombe, na ataweza kukunulia ng'ombe. Kwa hivyo ni jambo muhimu sana. Kikosi hicho maalum kilishika doria eneo la Baragoi, Samburu Kaskazini kwa miaka miwili na kufanikiwa kurejesha utulivu na amani kabla kuondolewa kwake, iliyokisiwa kuchochea kuibuka upya kwa visa vya utovu wa usalama, na sasa viongozi na wakazi wametaja kikosi hicho kama tiba ya uhalifu nao wazonga. Hivi punde tumekuwa na instances za insecurity pale kwetu hapa kwetu Baragoi, Samburu North. Ningependa ku appreciate serikali kwa sababu baada ya malalamishi mingi kutoka kwetu wametutumania hawa askari wa special operations ambao ndio penye wamekuja sasa situation imetulia. We also want to thank the government for the SOG, the special operation group, whom we have seen their hand in Samburu County, especially in Samburu North. Although we also want to point out that along this belt from Longeu and up to Morijo, we have had cases of insecurity. So we also want to call upon the government to stamp authority on cases of insecurity. Hata hivyo, kikosi hicho kinaporejea Baragoi, maswali chungu nzima yameibuliwa kuhusu mbinu ya kuafikia usalama wa kudumu eneo hilo tata. Ninakaribisha sana maongeo kati ya viongozi sisi wa Samburu na professionals wa Samburu na pia professionals wa Turkana. Tukae chini kwa sababu kusema ukweli ni professionals, ni elites. Hawa ndio tunaona katika social media wana insight sana. Hawa ndio hata wana maneno inapandishwa sana mpaka hata shuki inaanza kuingia ndani ya community. Kwa sasa hali ya utulivu imeanza kushuhudiwa maeneo hayo ambayo yamekuwa yakitatizwa na uhalifu. Jerry Seme, Jlax Radio, gatuzi la Samburu. Bila shaka hapa ni Jlax Radio, radio nambari 1. Hapa ni nyumbani kwa sauti zinazoaminika, zinaheshimika pia katika utangazaji kote Kenya. Ukweli na burudani ikiletwa kwako na Jlax Radio. Je, wajua kuwa 75%